Je, unajua kwamba hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya? Maisha ulionao sasa, kiasi cha fedha kilichopo kwenye akaunti yako, na hata furaha ulionayo, sio ajali bali ni matokeo ya mfululizo wa kanuni moja kuu ya ulimwengu, sheria ya sababu na matokeo. Watu wengi wanalalamikia matokeo, lakini wachache wanashughulika na sababu. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kudhibiti maisha yako kwa kudhibiti vyanzo vya mafanikio yako. Njia ya kwanza, tumia akili kama chanzo kikuu. Kila kitu unachokiona leo kwa macho kilianza kwenye fikra. Kisaikolojia, kuna kitu kinaitwa cognitive behavior loop. Mawazo yako yanatengeneza hisia, hisia zinazaa matendo, na matendo yanatengeneza matokeo. Tafiti za neuroplasticity zinaonyesha kuwa ubongo unajijenga kulingana na kile unachofikiri mara kwa mara. Ukipanda sababu ya fikra za umasikini, huwezi kuona matokeo ya utajiri. Njia ya pili, kanuni ya uthabiti, compound effect. Mafanikio hayaji kwa kufanya jambo moja kubwa mara moja, yanakuja kwa kufanya mambo madogo madogo kwa usahihi kila siku. Hii ndiyo sababu ya siri. Kitabu cha The Compound Effect kinaeleza kuwa mabadiliko ya 1% kila siku yanakufanya uwe bora mara 37 zaidi ndani ya mwaka mmoja. Sababu ndogo ukijumlisha na muda, unapata matokeo makubwa. Je, sababu unazopanda leo ni za uvivu au za nidhamu? Njia ya tatu, mazingira na watu waliokuzunguka. Mazingira yako ni sababu tosha ya matokeo yako. Huwezi kupanda mbegu ya mchungwa kwenye jangwa ukategemea matunda. Sheria ya cause and effect inasema mazingira yako ni sababu tosha ya matokeo. Dr. Nicholas kutoka chuo kikuu cha Harvard aligundua kuwa tabia kama vile kuweka akiba au kufanya mazoezi huenea kama virusi. Ukizungukwa na watu 5 wasio na malengo, matokeo ya wewe kuwa mtu wa 6 hayakwepeki. Unapaswa kudhibiti nani anaingia kwenye mzunguko wako ili kuchuja watu wasio sahihi na wasioendana na ndoto zako. Namba 4, sheria ya kuongeza thamani yako. Katika uchumi, kipato chako ni matokeo ya thamani ulionayo duniani. Ili uongeze matokeo ya wewe kulipwa zaidi, lazima uongeze thamani yako, kama vile ujuzi mpya. Hii itakufungulia fursa mpya za kuwa mtu mwenye thamani ya kulipwa zaidi. Namba 5, sheria ya kioo na uwajibikaji. Dunia ni kioo, inakurudishia kile unachotoa. Ukitoa malalamiko, utapokea vikwazo. Ukitoa suluhisho, utapokea fursa. Hii inaitwa locus of control. Watu waliofanikiwa wana internal locus, bali wanajua kuwa hatima yao ipo mikononi mwao. Ukikataa kuwa mwasirika wa kulaumu mazingira na watu, utagundua kuwa wewe ndio dereva wa maisha.